which after the funeral, the road was blocked. I could not pass. Luckily enough, I had security. Baada ya risasi kufituliwa na kupasua vioo vya dirisha hilo, likapapaswa na upepo wa usiku wa Nairobi. Matone ya damu yakienea kimya kimya kwenye viti vya gari yenyewe. Haya hayakuwa matokeo ya ajali. Haya yalikuwa matokeo ya kile ambacho polisi waliamini kuwa mpango uliopangwa kwa umakini wa kutisha. Maisha ya mbunge wa Kasipul, Charles Ongondo Were, yalikatizwa ghafla katika barabara ya Valley Road usiku wa Jumatano. Mauaji haya yaligeuka kuwa fumbo lililowanyima usingizi wachunguzi. Mbunge mmoja wa Kenya alipigwa risasi hadi kufa katikati ya jiji la Nairobi. Washambuliaji wa mauaji haya kisha wakaondoka kwenye pikipiki. Hiki kikasalia kama mauaji ya kisiasa. Lakini nini kilichangia haya yote? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shebani Yusuf. Polisi mwisho wa siku walisema kuwa washambuliaji walikuwa wakimfuata kwa muda mrefu sana kabla ya mmoja wao kushuka kutoka kwenye pikipiki na kumpiga risasi kutoka umbali wa karibu. Lakini swali likabakia kwa kila mtu. Ni nani aliyepanga hayo yote na kwa nini? Lakini acha nikurudishe nyuma kidogo ili tukajenge taswira kamili ya nini ambacho huenda kilimfanya Charles Ongondo Were kuuawa, na kisha wewe mwenyewe utafanya maamuzi. Nataka wewe ukuwe jaji, uamue ikiwa ilikuwa ni kwa sababu ya biashara au kwa sababu ya siasa zake, na je, nani angehusika katika vita hivyo? Charles Ongondo Were alizaliwa mwaka wa 1973 na alikuwa mwanasiasa wa Kenya na mbunge wa Kasipul, kaunti ya Homa Bay. Alikuwa mbunge wa pili wa Kasipul kufariki akiwa bado kazini. Yeye alikuwa mzaliwa asilia wa Karabok huko Homa Bay bado. Msomi, kiongozi, mtumishi wa watu. Alikuwa na shahada ya usimamizi wa biashara, diploma ya usimamizi wa biashara kutoka chuo kikuu cha Mount Kenya na cheti cha uhasibu wa kompyuta kutoka chuo kikuu cha Meru. Aliingia katika siasa mwaka wa 2017 kupitia chama cha ODM na kuchaguliwa tena mwaka wa 2022. Katika bunge alihudumu katika kamati ya uchumi wa bahari na umwagiliaji maji, akitetea rasilimali za maji na kilimo endelevu. Lakini miezi miwili kabla ya kifo chake, kulikuwa na dalili kubwa sana, dalili za hofu. Vyombo vya habari viliripoti kuwa mbunge huyo alikuwa ameonyesha wasiwasi juu ya usalama wa maisha yake. Baada ya kushambuliwa, dereva wake na mlinzi wake ambao hawakuumia walimkimbiza hospitali ya Nairobi, lakini ilikuwa tayari ameshafariki. La kushangaza ni kwamba shambulio hili lilitokea Ngong Road, karibu na highway lenye maafisa wa trafiki na kamera nyingi za CCTV. Maafisa waandamizi wa polisi na wachunguzi wa mauaji walifika eneo la tukio baadaye kidogo. Uchunguzi mkubwa ulianza rasmi. Rais William Ruto aliagiza uchunguzi wa kina, akisema wazi kwamba wote waliohusika lazima wachukuliwe hatua. Upande wa pili, bungeni, kulikuwa na mshtuko sana. Hasira, maombolezo. Spika wa bunge Moses Wetangula alimsifia marehemu kama kiongozi jasiri na wa kipekee, akilitaja tukio hilo kama janga la kusikitisha. Lakini chanzo cha mauaji yake bado ikawa kitendawili kikubwa. Were alikuwa ameonya hadharani
alisema wazi kuwa kulikuwa na watu waliolipwa waliokuwa wakipanga kumuua, akihusisha vitisho hivyo na siasa za eneo lake. Mnamo Februari, alizungumza kwa hofu juu ya ongezeko la vurugu katika hafla za umma sehemu ya Kasipul, na alisema maneno haya wazi: "Ukisikia nimeuawa, Kasipul haitakuwa ile ile tena." Na alisema hadharani kwa watu wake kwamba wakiwahi sikia ameuawa, basi Kasipul haitakuwa ile ile tena. "Lakini naamini hawawezi kuniua kwa sababu nina Biblia kwenye simu yangu na nyingine chini ya mto wangu." Maneno yanayopata uzito mkubwa siku ya leo. Uchunguzi ukazidi kuendelea juu ya kifo chake. Aidha, waziri wa ndani Kipchumba Murkomen akaafiki kwamba maendeleo ya uchunguzi yanafanyika. Kiongozi wa ODM wakati huo, marehemu Raila Amolo Odinga, alilitaja tukio hili kama mauaji ya kikatili yaliyotekelezwa kwa uhayawani na muuaji aliyeajiriwa. Na huku maswali yakiendelea kuibuka, hasa katika mazingira ya kisiasa baada ya maandamano ya Finance Bill mwaka wa 2024, polisi wakaapa kufukua kila dalili, kila ushahidi na kila aliyehusika. Haya yalikuwa mauaji yaliyotikisa taifa, mauaji yaliyowafanya wachunguzi wasalie macho usiku mzima. Na Alhamisi, uchunguzi ukaingia hadi bungeni, mahali ambapo Charles Ongondo Were alitumikia taifa lake hadi siku yake ya mwisho. Kwa mujibu wa ripoti, mbunge huyo aliondoka bungeni kabla ya saa 1 jioni. Hakuwa peke yake, alikuwa na dereva wake na mlinzi wake. Gari lao lilionekana likielekea City Hall, kisha ghafla likageuka kuingia Wabera Street. Ndani ya mtaa huu, gari lilisimama kwa muda mfupi. Mlinzi wake alijiandaa kushuka, akaelekea kwenye duka la M-Pesa. Alidai kuweka shilingi 20,000 kwenye simu ya bosi wake, lakini kulikuwa na macho yaliyokuwa yakiangalia haya yote. Picha za CCTV ziliangaza giza la tukio, zikimnasa mtu mmoja akiwa amevaa hood, akiwa na begi, akifuatilia gari kwa umakini wa kutisha. Saa 1:19 jioni, mbunge huyu na timu yake waliondoka eneo hilo, wakaingia Kenyatta Avenue. Ghafla, dereva wake akabadili njia, akaelekea Rough Bunch Road kisha Agwig's Kodhek Road. Bila kujua, hawakuwa peke yao muda huu, walikuwa wakifuatiliwa kwa ukaribu sana. Walipofika Valley Road, barabara iliyojaa magari, mtu yule yule aliyeonekana kwenye CCTV wa Wabera Street alionekana tena. Safari hii akiwa amepanda kama abiria wa nyuma kwenye pikipiki, akiwa karibu sana mno. Saa 1:40 jioni, taa nyekundu, gari likasimama. Hapo ndipo wakati uliposimama zaidi. Muuaji alishuka kwa utulivu, akazunguka gari lao bila haraka, bila kelele, kisha akachukua hatua yake. Risasi 4 zilipasua kioo cha upande wa abiria. Mbunge akapigwa risasi kifua na mkono. Ndani ya sekunde chache, muuaji akaruka tena kwenye pikipiki iliyokuwa ikimsubiri. Wakaondoka kwa kasi kuelekea Nairobi CBD, wakiwacha nyuma hofu, kioo kilichovunjika na mbunge aliyejeruhiwa vibaya sana. Mlinzi wa mbunge huyo aliyekuwa amekaa nyuma yake aliwaambia wachunguzi kuwa alishtushwa na risasi za ghafla. Alijaribu kutafuta usalama mwanzo, kisha akaanza kujibu ushambulizi huo, lakini wauaji walikuwa tayari wametoweka. Akarudi haraka, akamkuta mbunge akitikisika, akiomba msaada,
kwa pamoja na dereva wakamkimbiza hospitali ya Nairobi. Lakini wakati ulikuwa tayari umepita. Charles Ongondo Were alitangazwa kufariki alipowasili hospitalini. Kumbuka hili, dereva wake na mlinzi wake waliokoka bila majeraha. Shambulio lote lilichukua chini ya dakika moja katika barabara iliyokuwa imejaa magari. Asubuhi iliyofuata, wachunguzi wa mauaji wakiongozwa na mkurugenzi wao Martin Nyuguto walifika eneo la tukio, wakajaribu kuunganisha vipande vya ushahidi, kurejesha kumbukumbu, kufuatilia hatua kwa hatua. Walipata cartridge 3 ambazo zilipelekwa kwa uchunguzi wa kitaalamu. Baada ya hapo, wachunguzi walipiga kambi Wabera Street, mahali alipoonekana mbunge huyo kwa mara ya mwisho kabla ya kushambuliwa. Nadharia kadhaa kuhusu sababu ya kifo chake zikaanza kuchipuka, moja ikiwa ushindani wa kisiasa. Na hii ndiyo nadharia iliyokuwa imebeba uzito mkubwa sana. Mbunge marehemu alikuwa ameonya hadharani kuwa maisha yake yako hatarini, akihusisha hilo na mvutano wa kisiasa eneo la Kasipul. Historia ya vurugu na migogoro ya kisiasa katika eneo hilo inafanya nadharia hii kuwa nzito zaidi. Nadharia ya pili ilikuwa migogoro ya kibiashara. Wachunguzi pia wakachunguza mahusiano ya kifedha na biashara za Charles Ongondo Were. Iwezekanavyo kulikuwa na vita vya biashara iliyofichika. 3. Kulipiza kisasi kwa makosa ya zamani. Baada ya kifo chake, madai mbalimbali yameibuka mitandaoni yakimhusisha na migogoro ya ardhi, vurugu na watu waliodai kudhulumiwa. Je, huenda risasi hizo zilikuwa kutokana na chuki ya zamani? Uchunguzi ulipelekea kukamatwa kwa watuhumiwa kadhaa, wakiwemo muuaji aliyeshikwa, mlinzi wa mbunge na dereva wake. Majina yaliyotajwa ni pamoja na mfanyabiashara na mpinzani wa kisiasa Philip Aroko pamoja na Abel Ocheng, mkurugenzi wa Lake Basin Development Authority. Polisi wakasema walipata silaha inayoshukiwa kutumika na pesa taslim wakati wa operation hiyo. Video kadhaa za CCTV zilichambuliwa zikionyesha watuhumiwa wakilifuatilia gari la mbunge huyo kwa umakini mkubwa likiwa karibu na duka la M-Pesa. Katika jitihada zao, wachunguzi walihoji watu 3: dereva, mlinzi na mfanyabiashara wa M-Pesa. Uchunguzi ulipanuliwa hadi Kasipul. Swali kuu likabaki, je, haya yalikuwa mauaji ya kisiasa? Kwa sasa, kila hatua ya mwisho ya Charles Ongondo Were imetiwa chini ya darubini, kutoka bungeni hadi taa nyekundu ya Valley Road. Na kupitia kamera za CCTV ilikuwa dhahiri pana gari jingine lilikuwa linawafuatilia, Toyota Mark II nyeupe, ambayo ilionekana nje ya Equity Bank karibu na makutano ya Parliament Road na Harambee Avenue. Mshukiwa mkuu William Emuli maarufu kama Omar Shakur, akiwa amevaa sweta nyeupe na mavazi ya rangi ya maroon, anaonekana kutoka eneo hilo. William Emuli anajulikana pia kama Omar Shakur anaonekana kwenye CCTV akiwa amebeba begi jeusi la mkononi, begi ambalo wachunguzi waliamini lilibeba silaha ya bastola iliyotekeleza mauaji hayo. Kwa muda mfupi, pikipiki inawasili eneo hilo, inaegeshwa karibu na pale paliposimama Shakur. Kisha anaondoka taratibu akielekea kwenye mlingoti ulioko mbele ya Equity Bank, macho yake yakichunguza mazingira, mwili wake ukiwa tayari kuchukua hatua. Saa 1:23 jioni, mbunge Charles Ongondo Were anaonekana akiondoka bungeni. Anapanda Toyota Crown nyeupe,
Muda huo huo, watuhumiwa wanapanda pikipiki na safari inaanza. Safari ya kumfuatilia Charles Ongondo Were. Safari ya kimya, safari ya mwisho. Baada ya mauaji karibu na Daystar, gari aina ya Toyota Grand nyeupe ambalo awali ilimchukua mtuhumiwa linaonekana tena. Safari hii likimchukua William Emuli almaarufu kama Omar Shakur. Kisha anatoroka. Lakini si kwa muda mrefu. Polisi walimkamata Jumapili iliyofuata. Ilikuwa operesheni hatari sana iliyofanyika gizani. Wachunguzi wakipambana na usingizi, wakipambana na hofu, wakipambana na muda, wakijaribu kufumbua mauaji ya mbunge wa Kasipul, Mheshimiwa Charles Ongondo Were. Na kisha pakaanza kudhihirika matukio ya kushangaza. Mlinzi wa mbunge huyo Alan Omondi Ogol na dereva wake Walter Owino walikamatwa, wakitajwa kama watuhumiwa wapya katika uchunguzi uliozidi kupanuka. Operesheni ilianza sehemu za Migango, Kayole. Maafisa waliingia kwa kasi, ghafla wakimfumania Dennis Tewe Munyasi akiwa hajatarajia chochote. Alipokuwa akiendelea na biashara yake usiku wa Jumatano. Baada ya mahojiano mazito, Munyasi aliwaongoza wachunguzi kwa mtuhumiwa mwingine muhimu, Edwin Oduor Odhiambo, maarufu kama Abdi Rashid. Nyumba ya Edwin ilikaguliwa kwa makini, na hapo ndipo chini ya kabati maafisa waligundua pistol 2 na risasi 9. Wataalamu wa risasi waliafiki moja ya silaha hizo huenda ndiyo iliyotumika katika shambulio lililochukua maisha ya mbunge Charles Ongondo Were. Wachunguzi pia walipata jozi ya viatu na begi dogo, vitu vilivyotumika kuficha na kubeba silaha. Vitu hivyo vilivyoonekana kwenye CCTV siku ya tukio. Edwin na David walikiri kwa polisi kwamba mauaji hayo yalikuwa sehemu ya mpango uliopangwa kwa umakini. Mpango uliodaiwa kuwahusisha mlinzi wa mbunge huyo na dereva wake. Kauli hii nzito ikarudia madai ya mtuhumiwa wa kwanza, William Emuli, aliyekamatwa Jumapili hiyo. Emuli alidai kwamba alilipwa shilingi 80,000 na mlinzi wa Charles Ongondo Were, malipo ya kuwapeleka watu wasiojulikana kwenye kituo cha mafuta karibu na eneo la tukio, sekunde chache kabla ya risasi kufetuliwa. Akakiri ndiyo sababu gari lake lilionekana kwenye CCTV. Katika mwangaza huu, kukamatwa kwa dereva na mlinzi wa Charles Ongondo Were kulikuwa hakuepukiki. Uchunguzi ukaingia hatua nyeti zaidi. Maafisa wakaelekea nyumbani kwa mlinzi huyo huko sehemu za Uthiru, uchunguzi wa kina ukifanyika, nia ikiwa kutafuta ushahidi zaidi. Kadri wavu ulivyozidi kukaza, wachunguzi wa DCI walikusanya simu za rununu za mlinzi huyo na dereva wa Charles Ongondo Were, nia ikiwa ni kutafuta jinsi pesa zilisambazwa kwa ajili ya mauaji hayo, nia kupata uthibitisho wa mwisho. Wiki iliyofuata, Jumatano jioni, mtuhumiwa mwingine Abel Ocheng alikamatwa Nakuru. Idadi ya waliokamatwa ikafika 9. Kadri uchunguzi wa mauaji haya ya kinyama na ya kutisha ya Charles Ongondo Were ulivyoendelea, ndivyo hivyo ushahidi zaidi ziliibuka wazi. Huko Lee Funeral Home, mahali pa ukimya mzito, wanabunge walikusanyika kumwaga mbunge wa Kasipul. Macho mekundu, sauti zilizonyamazishwa na maswali yasiyo na majibu.
Spika wa bunge Moses Wetangula alitaka tume ya uchunguzi DCI kuongeza kasi kwenye kukamilisha uchunguzi wa mauaji ya mbunge huyo, kuharakisha ukweli na kuhakikisha kila mwenye hatia anafikishwa mahakamani. Hata hivyo, kumbuka mambo matatu muhimu yanaweza kulisogeza taifa leo hii karibu na ukweli kuhusu mauaji hayo. Kwanza, ushindani wa kisiasa sehemu za Kasipul, kitu kilichojibu la kawaida, kwani Kasipul hapa siasa si msimu, ni maisha ya kila siku. Kadri uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027 ulivyokuwa unakaribia, joto la siasa lilikuwa linazidi kuongezeka sehemu za Kasipul. Kiti cha mbunge wa Kasipul kikawa kivutio kikubwa sana. Alipotangazwa mshindi mwaka wa 2022, kumbuka wengi walikuwa wanataka kiti hicho. Ndipo jina moja likaibuka mara kwa mara baada ya kifo chake: Philip Aroko. Aroko alitajwa kama mpinzani mkubwa wa Were. Inasemekana kabla ya risasi za mauti, Were alitumia muda mwingi jimboni akijaribu kudhibiti ushawishi wa Aroko. Wakati ushindani wa kisiasa unapokutana na hofu, mapambano huwa hayakwepeki, na mara nyingi matokeo yake ni vurugu. Kasipul imeishi na kivuli hiki kwa muda mrefu. Hata mazishi yamewahi kuwa jukwaa la mvutano wa kisiasa. Watu husema Aroko na Were walikuwa kwenye mgogoro mkali sana. Kuna msemo, ukilala kitanda cha visu huamka na majeraha, na wengi wanaamini kilichotokea kilikuwa kivuli cha mgongano huu. Waliomfahamu Aroko na Were wanasema wote wawili walibeba mizigo ya siasa zao, lakini lawama zaidi ziliangukia mtindo wa kisiasa wa Were, mtindo uliobeba kauli mbiu usiogope mpinzani. Lakini changamoto na ugumu wa siasa zake ulifanya iwe vigumu kutambua ni nani angeweza kutuma mamluki wa mauaji yake. Aroko alikamatwa baadaye na akaachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000. Wakati huo huo, dereva wa marehemu Charles Were akageuzwa kuwa shahidi wa serikali. Lakini kuna tetesi nyingine nzito na pana zaidi. Ni tetesi ya siasa za Greta Rachonyi, eneo linalojumuisha Kasipul, Kabondo na Karachuonyi. Kwa mujibu wa takwimu za IEBC, idadi ya wapiga kura waliosajiliwa ni Kasipul 67,513, Kabondo Kasipul 59,910, Karachuonyi 94,181. Karachuonyi ina wapiga kura wengi sana, lakini Kasipul ndilo lilikuwa kiti cha mamlaka cha Greta Rachonyi. Tazama kwa makini. Siasa za Kasipul na Greta Rachonyi huenda ndizo ufunguo wa kweli katika uchunguzi wa mauaji ya Were. Kasipul awali lilikuwa Kasipul Kabondo, baadaye likagawanywa kuwa Kasipul na Kabondo Kasipul. Kabla ya mgawanyo, Kasipul Kabondo ilikuwa na wapiga kura 127,422 ikilinganishwa na Karachuonyi ambayo ilikuwa na 94,181. Kihesabu na kisiasa, Kasipul Kabondo kilikuwa kiti cha nguvu cha Greta Rachonyi. Na pengine ndani ya nguvu hiyo ndipo ukweli wa mauaji bado unajificha. Baada ya mgawanyiko huo wa kihistoria, Kasipul ikajipanua ikawa na viongozi wenye sauti kubwa, wenye ufuasi mpana na ushawishi uliovuka mipaka ya jimbo. Kutoka kwa marehemu Peter Owindi, Paddy Ahenda, aliyekuwa naibu gavana Oyugi Magwanga, na sasa marehemu Charles Ongondo Were. Viongozi hawa na kivuli cha ushawishi hao
walifanya jambo moja kuwa wazi kabisa. Yule anayedhibiti Greater Rachuonyi District ana nafasi kubwa ya kuamua nani atakuwa gavana wa Homa Bay. Ili kudhibiti dhana hii, wakazi wanasema marehemu Ongonda Were na gavana Gladys Wanga walikuwa hawatenganiki. Mshikamano wao ulionekana wazi kisiasa, kimkakati, na pengine hapo ndipo panapoeleza kwa nini gavana Wanga alionekana ameguswa sana baada ya risasi za mauti za Charles Ongonda Were. Hebu turudishe fikra nyuma. Yule anayedhibiti Rachuonyi District anadhibiti mwelekeo wa ugavana wa Homa Bay. Na hapo ndipo uhusiano wa Were na Wanga ulipoandikwa katika agano za siasa za kaunti hii. Lakini kila mpangilio wa nguvu huja na gharama yake. Karibu na gavana Wanga alikuwepo naibu wake Oyugi Magwanga, mtu ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa Kasipul. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na uongozi wa juu wa kaunti hiyo, kulikuwa na mgawanyiko tofauti kati ya Wanga na Magwanga. Tofauti ambazo kwa macho ya wengi zilijidhihirisha wazi baada ya kifo cha Were. Na ingawa wafuasi wa gavana walijaribu kupunguza uzito wake, wakosoaji walihoji ukimya wa gavana Wanga. Na ingawa wafuasi wa gavana Gladys Wanga walijaribu kupunguza uzito wake, wakosoaji walihoji ukimya wa Gladys Wanga. Wakati huo huo, naibu wake akikumbana na chuki na unyanyasaji wakati wa mazishi ya Charles Ongonda Were. Oyugi Magwanga alikuwa mgombea hodari wa kiti cha ugavana, hali iliyohitaji kuingilia kati kwa Raila Amolo Odinga ili kuzuia mgawanyiko mkubwa katika kura za mwaka wa 2022. Lakini kwa mujibu wa walio karibu naye, maumivu, vikwazo na yaliyomkuta yalimfanya Magwanga kuanza kujipanga kimya kimya. Kujipanga kwa uchaguzi wa ugavana wa mwaka wa 2027. Na hapa tena tunarejea kwenye msingi. Yule anayedhibiti Greater Rachuonyi District ana ushawishi mkubwa juu ya nani ataongoza Homa Bay County. Na mara nyingine tena, Kasipul ikajikuta katikati ya mizani. Vita vya kudhibiti kiti hiki vikachacha. Ndani ya ODM, mapambano ya ndugu kwa ndugu, na katika pengo hilo Aroko akadaiwa kupata nafasi nyingine tena. Ni katika hatua hii ndipo Were aliweka wazi kwamba wale waliotaka kumzuia Wanga katika kura za mwaka wa 2027 walihitaji kupitia kwake kwanza. Na baada ya kupigwa risasi za mauti, kuna matukio matatu yanayochora mstari wa wasiwasi. Kwanza, kushikwa kwa Aroko. Pili, jaribio la kumuua naibu gavana Oyugi Magwanga. Kabla ya tatu, jiulize, je, kuna uhusiano kati ya jaribio la kumuua Magwanga na vita vya kudhibiti Greater Rachuonyi? Kisha la tatu, kampeni za siasa za kumweka mwana wa Were katika kiti cha Kasipul baada ya baba yake kufariki. Harakati za haraka zilianza kumweka mwana wa marehemu katikati ya macho ya kisiasa, akionekana kama mrithi wa kisiasa wa baba yake. Lakini hatua hii ikaibua maswali mengi, na macho ya lawama ikageukia gavana Gladys Wanga. Wakosoaji wakijiuliza, je, kuna tamaa ya kumweka Boyd Were kama mbunge mpya wa Kasipul? Kwa mujibu wa wakazi wa huko, kulikuwa na imani kwamba uongozi wa kaunti umewekeza sana katika urithi wa Kasipul, kwa sababu kudhibiti Kasipul ni kudhibiti Greater Rachuonyi. Na wimbi hili la siasa linalotikisa Homa Bay limefungwa kwenye kamba moja: Kasipul. Nimekupa upambanuo, ni wewe ndiye hakimu. Amua nini kingeweza kusababisha Charles Ongonda Were kuwindwa
hadi kuuawa. Kuwa makini na zidi kufuatilia Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.